Kwa hapa akiondoka tu kama ni afisa habari, kinaondoka na jina langu lote likopo nalo. Ndio nikasema maana Ali Makanao Fakad Naja mwenye kujua nafasi yake amefanyaje, amefuzu. Kuangalia tu namna gani ya ku-maintain hiyo nafasi yake kwa jamii, la sivyo itamtia kwenye nchi. Sababu mara kwanza alisabaga sio andazi kwa nani? Ikaishu kubwa. Sababu kujijua ni nani? Naona bado hajaenda kujijua ni nani. Atakayejijua ni Alikamwe. Sio alinge ajijue. Kwa kwenye kila sehemu anayekwenda atakayejua kama mimi ni Alikamwe. Shamzuri hafisa habari wa Yanga. Yani atakayejua kabisa mimi ni Alikamwe. Shamzuri kitu kama hicho. Nimeona watu wamechambua kitu tofauti. Maana yake wapo wengine ambao sio familia ya football wamechambua kwenye itifaki, protocol zaidi. Kwa sababu mkuu wa mkoa ni mwenyekiti wa usalama wa mkoa. Maana yake kwenda kutoa statement kwa mtu mwenye mkoa wake wanatafsiri kama kwa kiserikali sasa yengo ni makosa. Lakini kwenye football huko wanasema bwana unapoingia kwenye mpira yoyote tu mtu unaruka naye. Yani ndio nikasemaje? Yani ule sababu alikuja kwenye unajua ukimchukua mkuu wa mkoa ukimleta kwenye michezo ni nani? Ananyesifa gani? Ni mdau wa mchezo. Anapawa gani? Anapawa. Upo vizuri Sasa wewe ni mjibu ni nani? Ni mkuu wa mkoa. Wewe ni mjibu. Ni msemaji wa. Unapawa gani kwenye mpira? Umeona maana yake ninachomaanisha hapo hakukuwa na haja yote. Kama alishindwa kutofautisha position na yani kama mfano leo hii Mama Samia si president nchi. Watu wangapi na comment huko vitu vya kipumbavu kuhusu Mama Samia? Kuna atoke kuta alikuwa na 150. Nafasi tukopo nayo. Ndio hii maana Ali Makanao Fakad Naja mwenye kujua nafasi yake amefuzu. Yule mkuu wa mkoa atukatai, lakini kwenye football ni nani? Mdau tu mpira. Ana nguvu gani mdau? Mimi nilikuwa simjui kama kuna mkuu wa Tabora nilikuwa sijui, nimemjua juzi baada kutokea. Sababu mimi sio mzuri kabisa katika masuala ya siasa. Sio mzuri hata mpango na hiyo masuala ya siasa. Sababu sitaki kuingia katika sehemu za watu. Nilikuwa simjui. Kwa hata nilipoongea isikie hata siku ile na clip nimeona tu kama ni mtu tu wa Tabora anazungumzia na shati lake. Mtu wa Tabora anazungumzia nini? Mpira. Unaona bwana? Sasa yeye itakiwa fahamu. Sasa yeye jua ameweka cheo pale ambapo hapastahiki. Afu pia alivyozungumza akatake na kile cheo sio nani shafa mzuri kile. Pale ndio kwa mtihani. Shafa mzuri kitafsiri sana naona kama sababu kashifa kuna mkuu wa mkoa maana ile pale ndio ndo mtihani. Japokuwa katika engo ya mpira waichagui shekhe. Engo ya mpira mimi nakumbuka kuna mzee wetu anamjua Mwalimu Abdu. Wacheza mechi ya Yanga sina nani. Sasa ile mechi sina hiyo walifungwa Yanga. Kufungwa kwa hiyo sasa kwenye banda ile banda la mpira hilo unatabia kupigana makudeli yani kushambuliana kuchekana ukifungwa. Sasa yule ifika kama dakika sio ngapi? Sasa katia yani mimi anasema tu wewe fungeni mlango Manisi usitoke. Hadi fungeni mlango Manisi wasitoke. Ndio Mwalimu anainuka. Mwalimu afanyaje? Mwalimu kageuka. Kambando. Lakini sasa kwa nini? Kwa sababu amekwenda kushiriki vitu ambavyo kwa yeye jinsi alivyokuwa hapa kustahiki. Sababu wewe nisema watu watokanana. Unajua mpira ulivyo. Manisi tu jambo la kawaida. Tutawafanya yani mpira tumewakaza yani ndio maana mpira. Sasa watakao ujiangalie. Kwa usimchagulie mtu kwenye mpira kwamba akushambulia vipi eti kwamba mkuu wa mkoa wa Tabora sisi tumekuja. Heshima hakuna. Msimu wa kwanza anakuja Stefan Ziziki mchanganya kidogo hapa ili unielewe. Yanga tu kumwelewa, si ndio? Baada ya msimu wa pili timu nzima sasa kujua kwamba sasa huyu ndio playmaker wetu. Hajafahamu zile Ziziki. Na mpaka leo iangalia Yanga sina Chama ina Pacome lakini playmaker wa Yanga ni nani? Respect yani heshima naitwa. Na wengine wamekubali kwamba huyu ndio playmaker wetu. Sasa ndio mpira kama hiyo. Kwa Mpanzu ni mchezaji mzuri sana. Isipokuwa kwamba wenzie wanamnyima ile haki yake, ile heshima, respect. Kwa sababu yule mtu wote ambaye kwenye mpira ana uwezo wa kupunguzia gap, yani kupunguza gap chef. Tunatakiwa mfly kwa sababu anapunguza yani anakaribisha nyinyi kufika kwenye eneo la hatari zaidi kwa muda mchache.
kuliko ile kutoka mmoja mmoja. Shamba nzuri, nampata mtu ambaye ana uwezo sasa akapunguza gap la watu watatu. Mkafika mpaka pale mkafanya maamuzi yenu mazuri na mkapata matokeo. Lakini heshima hiyo inakosekana. Kila mtu sasa hivi kimwangalia Simba haraka naye kama Neymar. Atakukaa nao. Uone. Huyu atakukaa nao. Yaani ama expect ile. Kama mimi kazi yangu mimi Kibu Denis. Mimi nitakisha kama mimi Kambabe. Naruka nao na kuungana nao. Kambabe. Huyu nani huyu sio au. Mimi kazi yangu mimi kuhakikisha kama mimi nakuwa ni yaani mimi fisi na vizana nafasi pale. Ataiba kazi tena mimi nakutana nazo. Huyu Mpanzu unatakiwa playmaker wetu. Touch kapewa kagusa kaingia pale kampa mtu kumgusia mondoka sogea 1-2 pita nende tutengenezee nafasi tufunge magoli. Hakuna hicho kitu ndio kinakosekana. Ndio maana mwalimu akasema uchoyo. Uchoyo unaanzia hapo kwenye ubinafsi pia. Kwamba sehemu unajua kwamba hapa nikimpa Mpanzu atafika pale. Wewe utakotani upige jiwe. Upo huko jiwe utapiga una nguvu hizo kupiga jiwe. Au una mashujaa, sio mashujaa wale. Kwamba tayari kipa kashaambiwa bana huko mpango mzima. Kwamba go! Nini hapa? Kipa anafanyaje? Uligonga kidogo kwenye pachi. Hakuna pale. Wale watu kimeume. Anasema nilikaa off position. Usema kama kipa jana kaenda shughuli wewe. Hapa go imo. Kosti. Ndio mpira wetu upo namna hiyo. Ubitu familiane tu. Rais Beni kaiwa ngoma huko kabla kishaiwahi tayari. Yaani ipo sawa na mchezaji. Kaona huyu mchezaji sababu ipo naye sawa tayari. Maki alikuwa wako nyuma wachezaji. Yeye yuko hapa. Iko na hapa. Nikisenyosha na mkono huu hapa. Anataka nimekosea. Akaiwa na mkono wa kulia kwamba yaani kazidi huyu. Lakini huko ni perfect. Sababu nakutana na watu ambao wana nguvu, wako strong, watu wana mikakati, watu wana vision, wana akili. Kuna bidii sasa nyinyi mwendo kwa mipango. Lazima mchague. Mbona Simba nyuma alikuwa anaweza? Ile Simba nyuma ilikuwa inaweza kwamba Chama wewe mechi umebeba. Unajua wachague hapa. Yaani ule mimi naona sio Mpanzu anatakiwa pale jukumu. 100% hakika anaweza kaisaidia Simba sababu ana vitu vingi. Yaani mtaje ambaye ana mambo mengi anaweza kuyafanya katika dakika 90 kuliko wengine. Wengine tu mwingine anaweza mfano Kibu atakofa nguvu tu. Ama kingine. Akili ndio hivyo tena. Kisoda. Baki simsemi kasema baba nini? Ndio hivyo. Sababu mpira ni mchezo wa akili Sheikh. Ndio maana machizi wachezi nini? Acheze mpira machizi. Sababu mpira ni mchezo wa nini? Nitajie ushasikia hata siku moja kwenye odi za machizi kuna wanacheza mpira nje ushakusikia. Sababu ni mchezo wa akili. Sasa kwa hiyo akili pia yako ndogo watu wanajua kama akili yake ndogo. Shafa mzuri kwa sababu unajua pale sehemu ya akili lakini akatumia lakini nguvu kubwa. Nguvu kubwa. Na hiyo lakini nguvu yake inasaidia kidogo. Na ndio maana wini sana kwenye matukio mengi sababu ana power. So brain. Afu na mtu ana wini kwenye matukio mengi sababu ana kwa sababu ukiangalia kwa Simba unakuta mchezaji mwenye brain kwa kipindi hiki mwenye vision. Ule Mpanzu hata aina yake ambavyo anavyochukua mpira, angalia goli ngapi alifunga kule dhidi ya Coast, anafunga nani ule Mutale ule. Ile Coast alivyo hapa. Afakatia pale hivi. Pale la haula angekuwa ndo mtu mwingine maguvu mengi. Angeiwa hapa hilo jiwe. Sababu ile enza kimsangabuti. Umekuta kama sio maka sio mtu mlima Meru. Aimwona ule akili kaibua na yeye kapa hii ni akili ya vision. Kwa ule mtu anaye yani ambaye anaweza kulainisha mpango yao. Yaani sioni hata sababu ya sasa hivi watu kumfikiria Chama tena. Yupo mtu lakini majukumu afanya. Apewi kwa sababu na sio kama pesa. Lakini hata kama mwalimu jamani mpende kwa nani? Au wenzie. Kama nampa ana sentania. Sikize kwa uchache tukwache uende. Kwa uchache tukwache uende. Young Africans juzi amecheza na Tabora ndio vigingi hivyo venyewe tunavisema anavipangusa. Maana yake amebakisha Azam na kama na mechi ya mnyama itakuepo unamuona kutetea taji lake msimu. Kwa hapa bakia. Labda mechi ngumu labda kidogo na Azam. Mechi ngumu na nani? Azam. Kwa sababu inakuwa kiumeume lakini pia ana nafasi kubwa pia ya kupata naniliu ushindi. Na Yanga yeye anajua kama mechi ngumu na Azam anajua hilo. Akizobaki zote wasipige kelele. Kwanza hapo zobaki na mechi ngapi ambapo anacheza naniliu? Mkoani. Acha Mkoani. Kashamaliza Mkoani. Kamaliza. Kwa hiyo hapo kitu ngapi? KMC. Zote. Kabaki na nani? Ana mnyama tu hapo labda ameita. Ya Simba ya akaile kiachana nayo. Nyumbani. Make haya. Mtoe Azam. Kisha mechi 6. Kwa Simba na Azam si ndio? Nabaki 4 si ndio? Ni wapi? Anatoka anampara JKT. JKT kashamaliza naye. JKT na Simba. JKT. Anapata na Coast. Wapi? KMC.
Alafu na Azam Chamanzi. Alafu na nani mwingine anacheza naye yuko na mechi nyingi anamaliza hapo tuseme kwa ujumla. KMC pale KMC. Ilikuwa mechi, yani mechi ni msimu huu ilikuwa zinazomia ubingwa kati ya Simba na Yanga. Unajua ya Tabora yeye ilikuwa imetokea tu emergency ile. Yanga ufungwa Tabora, yeye imetokea tu emergency tu. Yaani jambo kwenye nchi ile ndio. Kuna timu kuja kupata matokeo kwa Simba na Yanga wakiwa wanataka ubingwa nyumbani kwao, hiyo emergency. Mpaka Mungu siku hizo achefuko sana Mungu. Aniamua kama mechi nyingi ambazo wanapotezaga Simba na Yanga ni zile mechi ambazo zimetokea, sio kwamba yani imetokea, yani sikiza ninakwambia, yani imetokea sana nakuta ni mkoani, sio nyumbani. Ndio maana unakuta Simba za Kambovu mnaiona bali kashika nafasi ya pili. Si Yanga Bakuli, nakumbuka Yanga Bakuli hapo. Miaka 4 Yanga ile kimeshika nafasi ya ngapi? Ili haina ugumu wote shehe. Ili ni mchoro wako tu. Mchoro tu. Ukiwa mchoro mzuri ambao ligi ukiwa Azam mnapokosea hapo kwenye mchoro tu basi. Azam ndio tatizo. Mchoro tu ndio anamkosi Azam yeye. Kama ani mchoro tu hapa. Naisha kujaribu mchoro akaona shughuli yake. Itatoa damu mchoro. Ndio mpaka hata kimchoro. Yaani anataka nilio ndo yeye anataka kipijo. Sasa hiki kipijo ligi ngumu. Mungu nisaidie. Yaani hii kipijo ligi sio nyepesi. Sababu haina formula, kuna sehemu. Watu wana mifumo. Watu wajituma kweli. Kipijwe ligi ngumu. Lakini ukisema ipigwe quality ya mechi. Hii ligi ngumu sana kipijwe. Msikie ninachokwambia. Acha bwana. Nakwambia hata kama quality una Stefano, una Pacome amekasirika, una Maxi. Hapo mbele na kupadube. Nisikilize nikwambie shehe. Hii ligi kipijwe. Yaani kipijwe kweli yani. Hip hop. Hip hop yenyewe ipatikane. Wewe ligi ngumu. Asikwambia mimi nakwambia kweli. Lakini ligi mchoro. Mchoro ndo unafanya. Ndio nakwambia kwa hizo mechi zilizobaki hizo. Hapa mechi ngumu kwa Yanga na Niliu tu. Azam peke yake. Na hata Simba mfano. Iko mechi ngumu yani yeye hizo mbili Azam na Yanga ile. Na hiyo mechi ndio inaamua nani, ndio mechi imetoka mitihani sababu ndio inaamua nani bingwa. Angeshinda pale mechi au draw pale. Alikuwa mpaka na kuwa bingwa. Kwa mpaka fulani sio kama mtoko amefuatia